Jina langu Fatma Slei Mwabedi, naishi Mwera Mili Sita. Siku ya jana, usiku wa jana mida ya saa 5:30 mpaka 6 kasrobo hivi, nilisikia mshindo mkubwa huko sehemu ya barabarani. Nilipotoka nje nimeona maeneo ya maduka yangu mawili yamegongwa na gari ambayo ilikuwa inatokezea nje ya Kianga. Ni gari la mchanga aina scan. Nimeingia mpaka kwenye ukumbi wa mwanangu, kwa sababu ni nyumba mbele kuna maduka na nyuma ni sehemu ya kuishi kwa watoto wangu. Kwa hivyo gari lile limesomba maduka mawili pamoja ya biashara na pamoja na hiyo sehemu ya ukumbi na jiko. Na nimekuja kusita usawa hapo ukumbini. Inasemekana kwamba lilikuwa na mwendo kasi, lakini pia limepakia mchanga, kwa hivyo kuna uzito fulani hapo, na inasemekana kwamba ilikuwa wanakwenda mwendo kasi kwa sababu ya wanafukuzwa na polisi. Hali imeniathiri kiasi kikubwa kwa sababu ni sehemu yangu ambayo inanisaidia kimaisha mimi na wanangu. Sehemu ya maduka ni maduka mawili hayo nakodisha, kwa hiyo tunapatia riski hapo hapo. Kwa ghafla siwezi kuvijua kwa sababu wenye maduka ni maduka ya vyakula. Hivi juzi tu wenyewe washajaza vyakula, magunia mapolo ya mchele, maharagwe na nafaka nyinginezo kwa ajili ya mwezi wa mtukufu wa Ramadhani. Na mimi sehemu ya pili nilikuwa nimeshakodisha, lakini mwenyewe hajaanza kufanya biashara, lakini ameandaa vizuri kwa kutumia mapleti yale, kwa sababu alitaka kuweka biashara ya mambo ya huduma za hizi pesa, pamoja na wafanyabiashara wengine ambao tunasaidia wanakuwepo nje, wanauza matunda, wengine samaki na biashara nyinginezo. Kwa hivyo ni eneo linalotumika sana na jamii. Wito wangu madereva waache kwenda mwendo kasi, halafu wanapofanya kama wanajua washafanya makosa, wakubali kutii amri za polisi. Kama walisimamishwa ilikuwa wasimame kuliko kukimbia hivyo na kusababisha ajali kama hizo. Naitwa Slei Mwabedi Isa, mkazi wa Mwera Mili Sita katika shehia ya Mchomeke. Kiukweli ajali inatokea, mimi nilikuwa ndani kwangu, lakini baada ya kusikia ule mshindo kutoka katika chumba ambacho nipo mimi, na ajali ndio imepita katika ukumbi wa kwangu mimi. Baada ya kutoka, alhamdulillah, kwanza nimeshukuru kwa sababu haikuniathiri katika maumbile au kimwili. Inavyosemekana ni uzembe wa dereva kwa sababu ya mbio alizokuwa ikitembea. Ni gari ilikuwa iko katika mwendo kasi mkubwa sana, na badala ya kufeli kushindwa kuicontrol cross hii, ndio maana ikaingia katika ukuta wa maduka. Na ilikuwa ni gari ya aina gani? Scania lile la maringi 10. Na ilikuwa ina watu labda au ilikuwa ina watu watatu, akiwemo dereva mmoja na konda wawili. Dereva na konda mmoja hawakuumia, lakini mmoja ambaye yeye kidogo kaumia sehemu ya miguu yake. Wito wako kwa serikali? Wito wangu wa serikali, kama wana uwezo wa kutuangalia kwa jicho la huruma na kutufanyia msaada wa chochote kwa kuangalia hapo, tunawaruhusu biidhnillah, inshallah, na Allah atawalipa. Naweza kwa haraka kutuambia labda kiasi gani? Kwenye kosti kwa kweli siwezi kusema kiasi gani, lakini labda tuweze kufanya katika makisio, tunaweza tukaja tukajua, alafu tukaleta mrejesho kiasi gani labda. Lakini palikuwa pana maduka matatu pamoja na hiyo nyumba ambayo imeathiriwa upande wa ukuta. Unawaambia nini watumiaji wa barabara? Barabara kwa kweli kila kitu ni mtihani, ila uzuri labda kama kwa nasaha, inshallah, ajali zipo na Allah ndo kashakadiria na ajali haipukiki, lakini kikubwa tukipunguza
mwendo kasi katika barabara, basi huweza ikawa afadhali ya kutokea kwa ajali na kuepukana na ajali za mara kwa mara.